hatujawahi kupata msiba wa rais akiwa madarakani. Lakini mwaka 2021 tulipata msiba wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli, ambao msiba ule ulitetemesha nchi nzima. Tukawa tunajiuliza tutaenda wapi? Kwa mara ya kwanza Tanzania tumepoteza rais akiwa madarakani. Tukasahau kwamba Mungu alishatuandalia mtu wa kutuvusha kwenye kipande hicho. Alishamwandaa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa katiba ya nchi, ndiye akateuliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akatufuta machozi wa Tanzania kwa kufanya mambo makubwa ambayo tukotarajia kwa miaka mitano. Sisi moja. Kwa tunayo kila sababu ya kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan kwa yale mambo ambayo ameyafanya kwa miaka mitano aliyopewa madaraka tangu tulipopata utangulizi wake alipofariki. Sisi moja. Kumbuke Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anachukua nchi, dunia nzima ilikuwa na msiba wa ugonjwa wa corona. Nchi nyingi ziliyumba kiuchumi kwa sababu ya ugonjwa hatari wa corona. Sisi moja. Na maeneo mengine kwa zuio, lakini sisi kama Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aituvusha salama. Zilikuja fedha za COVID ambazo zimeenda kujenga hospitali, zimejenga mashule. Tumeona matokeo makubwa ya kiuchumi kwenye nchi yetu kwa sababu ya uimara wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, mimi nawaambia tu, nyinyi ni mashahidi kwenye jamii zetu. Maeneo mengi ambayo wazazi wetu wanakufa, wakina baba wanakufa, familia nyingi huwa zinayumba, familia nyingi huwa zinasamatika. Lakini tulipofiwa na jemedali wa nchi, alikuwepo jemedali mwingine Mungu ameshamwandaa. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuvusha mpaka leo tuna amani ya kutosha kwa nchi yetu ya Tanzania. Sisi moja. Lakini tukumbuke kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama jemedali kweli kweli, ni mama mcha Mungu kweli kweli, ni mama mpenda maendeleo kweli kweli, na anajionyesha kwa vitendo. Sisi moja. Tarehe 29 Oktoba tunayo kila sababu ya kwenda kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukamheshimishe kwa kura nyingi za kishindo. Kwa mara ya kwanza Tanzania imeingia kwenye historia ya kupiga kura kumchagua rais mwanamke. Kwa hiyo sisi tunapaswa kumheshimiwa rais wetu ambaye ametokana Chama cha Mapinduzi, kumpiga kura nyingi za kishindo, tumuonyeshe kwamba tunao kiu kubwa ya maendeleo ambayo tunategemea kuyapata kufikia kwake. Sisi moja. Jambo lingine, niombe kura kwa mheshimiwa mbunge wetu, dada yetu, binti yetu, ndugu yetu, dada yetu Amina Mkumba. Sisi moja. Tunafahamu mheshimiwa mbunge mstaafu ameeleza hapa